Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Kwanza ni kuendelea kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan na nyinyi wanahabari hasa wa online TV, hasa wa digital media houses. Mnafahamu Mheshimiwa Rais alipoingia tu madarakani, jambo la kwanza alilofanya kupitia TCRA ni kuzifungulia online media houses, sehemu ambayo inaajiri vijana wengi sana. Zamani kwa teknolojia za zamani ilikuwa ili uwe na chombo cha habari lazima uwe na madishi makubwa, uwe na ofisi kubwa na watu wengi. Leo kijana akiwa na smartphone yake anaweza kufanya kazi nzuri kabisa ya habari. Kwa ni moja kati ya mafanikio ambayo yamefanyika kwenye serikali ya awamu ya 6, lakini rais amefanya kazi kubwa kwenye kuhakikisha mawasiliano yanafika maeneo yote. Uko mradi wa minara 758 ama Digital Tanzania Project ambao alizindua yeye mwenyewe tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2023. Mradi huu una minara 758 mipya, lakini unakupandisha hadhi kwa minara 308 toka teknolojia ya 2G kwenda 3G na 4G. Maana yake kuondoa teknolojia ya 2G ambayo inatumika kwa simu na SMS peke yake kwenda 3G na 4G, kwa maana sasa watu wanaweza kupata internet. Ukichukua minara hii 758 mpya na minara 308 iliyopandishwa hadhi, zaidi ya Watanzania milioni 8.5 wanapata ile mawasiliano ya internet, na ndio maana watumiaji wa internet wameongezeka na kufikia milioni 49. Sasa watu wanapata internet ya mobile kwa maana ya simu za mkononi, na mkongo wa mawasiliano ambao sasa umefika wilaya 109 na vituo vimejengwa vya kutolea huduma ya mkongo kwa maana ya National ICT Backbone, kwa maana ule mkongo wa taifa ambao sasa kazi inafanyika ya kuongeza wilaya nyingine zilizobaki. Maana yake nini? Maana yake Watanzania wengi zaidi wanaweza kufanya kilimo kwenye mtandao, wanaweza kupata habari, wanaweza kuwasiliana, miamala ya fedha za simu, watu wanajiajiri kwenye wakala. Kwa sekta nzima ya mawasiliano, teknolojia ya habari imekuwa sana, na hili ni jambo la kumpongeza Mheshimiwa Rais, na ni jambo ambalo linawasaidia Watanzania. Na sisi wizara yetu ni wizara wezeshi, wizara ambayo inasaidia wizara nyingine kufanya kazi. Unajua maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya mifumo kusomana, mmesikia pale. Tumeshafanya kazi kubwa ya kuanzisha platform ikiwemo Jamii Data Exchange, Jamii namba ambayo ni namba ya NIDA iliyoboreshwa, lakini vile vile Jamii Data Lake, lakini na mfumo wa Safari Hunt ambao unatumika na vijana ama waanzishaji wa kampuni changa, kampuni bunifu kwa maana ya startups, katika kutengeneza mazingira ya kujitangaza kupata wawekezaji toka nje ya nchi. Na mnafahamu kwamba kampuni changa ama startups ni moja kati ya eneo linaloajiri vijana wengi, ni moja kati ya eneo ambalo linatoa ajira na kukuza ubunifu wa vijana, lakini moja kati ya eneo ambalo linaingiza fedha nyingi kutoka nje. Na kama haitoshi, kupitia ilani hii ya uchaguzi unaotekelezwa, Dr. Samia Suluhu Hassan anajenga innovation hubs 8 kwa maana ya vituo hatamizi za startups kwenye majiji makubwa: Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mbeya, Zanzibar na Lindi, katika kuhakikisha vijana hawa ambao wanajishughulisha kwenye kampuni za startups wanapata sehemu ya kukaa, kupata mtandao wa internet, kupata server za host kazi zao, kuweza kupata elimu mbalimbali ya ujasiriamali, uanzishaji wa kampuni na biashara, ili kuhakikisha zile jitihada zao zinaungwa mkono. Sasa masuala ya postcode, masuala ya mfumo wa NAPA. Leo Tanzania ile magari mko mnanunua magari ya mitumba, mnaona yanakuja na ramani pale kwenye radio. Leo kuna mfumo wa NAPA ambao chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeuzindua. Alizindua Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa mwaka huu. Sasa leo Mtanzania anaweza kainstall NAPA. Utaka kutoka Dodoma kwenda hoteli ya Morena, kwenda viwanja vya Bunge, unaweza ukasearch na ikakuelekeza kwenda kwa mtu yote mgeni kwenye mji wote. Lakini vile tufanya kazi na Wizara ya Maliasili na Utalii kwamba vituo vyetu vyote vya utalii na vyenyewe vina postcode na vyenyewe tumeweka kwenye mfumo wa NAPA. Inasaidia mtalii anaweza kutoka nchini kwake mpaka Tanzania, akakodi gari akaendesha mwenyewe, akafika kokote akotaka kufika. Lakini hata watu walikuja Dodoma hapa leo kwenye mkutano mkuu, atakwenda hospitali, anaweza kutafuta hospitali za karibu akapata sehemu za starehe, sehemu za chakula, maeneo yote kupitia mfumo huu wa NAPA. Kwa kazi kubwa imefanyika kwenye sekta ya mawasiliano, na ndio maana wimbo ule wa Mrisho Mpoto wote tunauimba kwa pamoja kwamba hatuna deni na Mama Samia, anatudai na tutamlipa mwaka huu Oktoba. Asante sana. Naona bendera zinashushwa jamani, tayari.